vita vya Ukraine. Vurugu za zuka katika kituo cha kusambaza msaada Gaza na kusababisha kifo na majeraha. Na Marekani yasimamisha utoaji wa visa za wanafunzi katika hatua inayowalenga wanafunzi wa kigeni. Habari kamili. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky yuko ziarani Ujerumani kukutana na kansela Friedrich Merz. Ujerumani imeahidi uungaji mkono wa dhati kwa Kiev katika vita vyake dhidi ya Urusi. Msemaji wa serikali ya Ujerumani Stefan Cornelius amesema mazungumzo ya viongozi hao wawili yataangazia msaada wa Ujerumani kwa Ukraine na juhudi za kupatikana makubaliano ya kusitisha mapigano na Urusi kwa lengo la kumaliza vita hivyo vilivyodumu kwa miaka mitatu sasa. Zelensky aliwasili mjini Berlin mapema leo asubuhi na mchana huu amekaribishwa kwa heshima ya gwaride la kijeshi katika ofisi za kansela Merz kabla ya mazungumzo kati ya viongozi hao wawili kuanza. Aidha, wanatarajiwa kujadili juhudi za Umoja wa Ulaya za kuiwekea vikwazo zaidi Moscow, huku kukiwa na ukosefu wa maendeleo hadi sasa kuelekea kusitisha mapigano na hatimaye mazungumzo ya amani. Deir al-Balah. Umoja wa Mataifa umelaani mfumo wa utoaji misaada unaoungwa mkono na Marekani huko Gaza baada ya mtu mmoja kuuawa na wengine 48 kujeruhiwa wakati wa ugawaji wa chakula ambao ulisababisha jeshi la Israel kufyatua risasi. Wizara ya Afya Gaza imesema umati wa wakazi wa Kipalestina hapo jana ulibomoa kuta za kituo hicho kilichoanzishwa na wakfu wa Israel na Marekani. Haikubainika ikiwa kifo cha mtu huyo na majeraha hayo yalisababishwa na vikosi vya Israel, wakandarasi binafsi au watu wengine. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA Filipe Lazzarini ameukosoa mfumo huu akisema unatumika kuficha maovu yanayofanywa. We already have an aid distribution system. Tayari tuna mfumo wa usambazaji wa misaada ambao unafaa kabisa. Jumuiya ya mashirika ya kiutu huko Gaza ikiwa ni pamoja na UNRWA iko tayari. Tuna uzoefu na utaalamu wa kufikia watu wanaohitaji. Katika tukio jingine tofauti, Israel imesema imefanya mashambulizi ya angani kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa. Hii ni baada ya waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran kufyatua makombora kadhaa kuelekea Israel katika siku za karibuni bila kusababisha hasara. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Cambridge. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeamuru kusimamishwa kwa utoaji wa visa za wanafunzi. Utawala wa Rais Donald Trump unatafuta udhibiti usio wa kawaida wa vyuo vikuu vya Marekani kwa kupunguza ufadhili na kuzuia usajili wa kimataifa. Hatua hiyo ndiyo ya karibuni katika ukandamizaji wa ikulu ya White House dhidi ya wanafunzi wa kigeni ambao umesababisha kufutwa kwa visa na kufukuzwa nchini kwa baadhi ya wanafunzi waliohusika katika maandamano ya kupinga vita huko Gaza. Taarifa iliyotiwa saini na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio na kuoneshwa shirika la habari la AFP imeziamuru balozi kutomkubalia mwanafunzi yeyote wa ziada au visa za kipindi kifupi cha masomo hadi pale mwongozo mpya utakapotolewa. Geneva. Umoja wa Mataifa umeonya kuna uwezekano wa 70% kwamba wastani wa ongezeko la joto kutoka mwaka wa 2025 hadi 2029 utazidi kiwango cha kimataifa cha nyuzi joto 1.5 za Celsius. Hii ina maana dunia inatarajiwa kusalia katika viwango vya juu kabisa vya joto baada ya kushuhudiwa miaka miwili yenye joto kali zaidi katika mwaka wa 2023 na 2024. Haya ni kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa na shirika la Umoja Mataifa la hali ya hewa na mabadiliko ya tabia nchi WMO. Naibu katibu mkuu wa WMO Cole Barrett amesema dunia imekuwa na miaka 10 yenye fukuto kali kabisa kuwahi kushuhudiwa. Amesema kwa bahati mbaya ni kuwa ripoti hiyo ya WMO haitoi dalili zozote za ahueni katika miaka ijayo, na hii ina maana kwamba kutakuwa na athari mbaya zinazoongezeka kwa uchumi wa dunia, maisha yetu ya kila siku, mifumo yetu ya ekolojia na sayari yetu. San Isidro, Argentina. Kesi dhidi ya wahudumu wa afya waliomtibu nguli wa kandanda wa Argentina Diego Armando Maradona muda mfupi kabla ya kifo chake huenda ikatupiliwa mbali. Hii ni baada ya jaji mmoja muhimu katika kesi hiyo kujiuzulu.
Julieta McIntyre alijiondoa kwenye kesi hiyo baada ya kufichuliwa kuwa amekuwa akishiriki katika filamu inayotengenezwa kuhusu kesi hiyo maarufu katika ulimwengu wa kandanda. Maradona alifariki dunia Novemba 2020 akiwa na umri wa miaka 60 baada ya kufanyiwa upasuaji wa ubongo. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Asante Bruce Amani kwa taarifa hiyo ya habari. Na msikilizaji, mengi ambayo tumekuandalia kuhusiana na yale yanayoendelea duniani leo hii. Tutatanguliza hali huko Mashariki ya Kati ambako Israel imesema ndege zake za kivita zimeshambulia maeneo ya Wahuthi katika uwanja wa ndege wa Sanaa nchini Yemen. Na kwenye vita vya Ukraine tutaimulika ziara Zelensky mjini Berlin mchana huu anakokutana na kansela Friedrich Merz. Huko Tanzania, baada ya msajili mkuu wa vyama vya kisiasa Jaji Francis Mutungi kutangaza kukifutia ruzuku ya kujiendesha chama kikuu cha upinzani Chadema, utamsikia hapa mwanasheria mkuu wa chama hicho. Hii ni kampeni mzima ambayo imesukwa kwa nia ovu na ofisi ya msajili na ambao wanamtuma kwa lengo la kudhoofisha na kuiua Chadema. Usiondoke, baki hapo hapo, tuna mengi ya kukuarifu mchana huu. Mchango wako kama kawaida upo sambamba na matangazo yetu haya ya mchana, na kama nilivyokudokeza tutaanzia huko Mashariki ya Kati. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema ndege za kivita zimeyashambulia maeneo ya waasi wa Houthi katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Sanaa nchini Yemen, hii ikiwa ni siku moja baada ya waasi hao kurusha makombora mawili kuelekea Israel. Amina Abubakar anayo taarifa zaidi. Waziri huyo wa ulinzi wa Israel amesema shambulio walilofanya dhidi ya waasi wa Houthi ni ishara na ujumbe wa wazi wa kuendelea na sera yao kwamba mtu yeyote atakayeshambulia Israel atawajibishwa vikali. Kulingana na jeshi la Israel, shambulizi la leo asubuhi liliharibu ndege moja inayomilikiwa na waasi hao na inayoaminika kutumika kuwasafirisha magaidi wanaotumiwa kuishambulia Israel. Jeshi hilo pia kupitia taarifa yake limesema sawa na uwanja wa ndege wa Hodeida na Salif, uwanja wa ndege wa Sanaa unaendeshwa na Wahuthi na unatumiwa kuendesha operesheni za kigaidi. Shambulio hilo limekuja siku moja baada ya Israel kuripoti kudungua makombora mawili yaliyovurumishwa nchini mwake kutokea Yemen na waasi hao wanaoungwa mkono na Iran. Waasi hao Wahuthi waliokiri kutekeleza shambulizi hilo wamekuwa mara kwa mara wakishambulia Israel kwa makombora na droni tangu taifa hilo lilipoanzisha vita vyake dhidi ya kundi la wanamgambo wa Hamas mjini Gaza mnamo Oktoba mwaka 2023. Huku hayo yakiarifiwa, Israel imeendeleza mashambulizi yake pia katika ukanda wa Gaza. Afisa mmoja mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema watu 47 wamejeruhiwa kufuatia risasi zilizofyatuliwa na wanajeshi wa taifa hilo katika mkusanyiko wa watu kwenye kituo cha kugawa misaada mjini Gaza. Maelfu ya Palestina walionekana wakikimbilia kituo hicho kinachoendeshwa na wakfu wa Israel wa GHF. Ajith Sunghai, mkuu wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa, amesema bado wanachunguza kisa hicho kubaini hasa kile kilichotokea. Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa yamekataa kufanya kazi na GHF wakidai inafanya kazi na Israel bila kuwahusisha wajumbe wowote wa Palestina. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani akilihutubia bunge la nchi hiyo ameitolea mwito Israel kuachana na mashambulizi yake Gaza, huku akitoa onyo kwamba kuwafukuza wa Palestina katika ardhi yao hakutakubalika. Amekosoa pia mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wa kutaka kulidhibiti eneo zima la ukanda wa Gaza kwa kuwafurusha wa Palestina wanaoishi huko. Nataka kusisitiza ndani ya bunge hili kwa uwazi kwamba kuondolewa kwa Palestina kutoka Gaza hakutakubalika. Ndio maana tunaunga mkono kikamilifu mpango wa mataifa ya Kiarabu unaoongozwa na Misri wa kujenga upya ukanda huu ambao haufungamanishwi na mpango wote wa kuondoa kwa nguvu wa Palestina. Incompatibili con qualsiasi ipotesi di sfollamento forzato. Tajani ameongeza kuwa mashambulizi ni lazima yakomeshwe na harakati za kutoa misaada ya kiutu zianzishwe mara moja na kuheshimiwa kwa sheria ya kimataifa ya haki za binadamu, na kutaka pia wanamgambo wa Hamas kuachia mateka wote inaowashikilia.
Na ni msikilizaji, ni kukumbushe tu kwamba kwenye mjadala wetu baadaye leo hii tutajikita katika swala la Mashariki ya Kati, lakini hasa kwa kuitazama Ujerumani baada ya jana kusikika kauli, jana na juzi, kauli ambazo ni za viongozi wa juu kiwemo kansela wa Ujerumani Friedrich Merz za kuonekana kuikosoa kwa mara ya kwanza kabisa kwa maneno makali Israel. Kwa hiyo tutatazama mabadiliko ya mwelekeo huo wa kisiasa wa Ujerumani kuelekea swala la Israel. Na tuangalie hivi sasa mgogoro wa Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anakutana mchana huu na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz mjini Berlin kwa mazungumzo yatakayotuama juu ya vita kati ya nchi yake na Urusi, akitumai kuendelea kupata uungwaji mkono zaidi kutoka kwa washirika wake wa Ulaya. Zaidi anasimulia Suleiman Mwiru. Zelensky aliwasili mjini Berlin mapema leo asubuhi na mchana huu amekaribishwa kwa heshima ya gwaride la kijeshi katika ofisi za kansela Friedrich Merz kabla ya mazungumzo kati ya viongozi hao wawili kuanza. Ziara hiyo Zelensky ni sehemu ya juhudi zake za kidiplomasia za kumaliza vita nchini mwake ambavyo ndio mzozo mbaya zaidi kuikumba Ulaya tangu kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia. Lengo la mkutano huo ni kuimarisha msimamo wa pamoja wa nchi washirika wa Ulaya kuhusu vita hivyo na kushinikiza kupatikana makubaliano ya usitishaji mapigano kwa muda na hatimaye mkataba wa kudumu wa amani. Akiwa mjini Berlin, Zelensky anataraji kusikia maneno ya kumtia moyo na uungwaji mkono, hasa ikitiliwa maanani kuwa kansela Merz ameahidi serikali yake itabeba dhima kubwa zaidi katika kuisaidia Ukraine kuliko mtangulizi wake Olaf Scholz. Merz aliingia kazini mwezi uliopita, aliitembelea Ukraine mnamo siku za mwanzo tu baada ya kuwa kansela. Jumatatu wiki hii Merz alikasirisha Urusi alipoipa Ukraine idhini ya kutumia makombora ya masafa kuyapiga maeneo ya ndani ya Urusi. Hata hivyo, kwenye mkutano wa leo mjini Berlin hakuna matarajio kwa Ujerumani kutangaza shehena mpya ya msaada wa silaha kwa Ukraine. Katika hatua nyingine, waziri wa mambo ya nje wa kigeni wa Urusi Sergei Lavrov amesema nchi hiyo itatangaza tarehe ya duru nyingine ya mazungumzo na Ukraine hivi karibuni. Amesema msimamo wa Urusi na masharti yake yaliyo mezani yanajulikana. Kuhusiana na wanachama wa Ukraine ndani ya NATO, ngoja nikumbushe kuwa Ukraine isiyoegemea upande wowote na isiyo mwanachama wa NATO ndio uliokuwa msingi wa tangazo lake la uhuru lililoidhinishwa mwaka 1991. Ilikuwa ni ahadi hiyo ndiyo kwa muda wote iliwezesha Ukraine kutambuliwa kuwa nchi huru na pande zote, Urusi na wengine ndani ya jumuiya ya kimataifa. Ikumbukwe maafisa wa Ukraine na Urusi walikutana mapema mwezi huu kwa mkutano wao wa kwanza wa ana kwa ana tangu kuvunjika kwa yale ya kwanza yaliyofanyika mwanzoni mwa uvamizi wa Urusi nchini Ukraine mwaka 2022. Mazungumzo hayo yaliyofanyika Istanbul, Uturuki, hayakuzaa matunda yoyote makubwa, na badala yake siku tatu zilizopita Urusi ilivurumisha mkururo wa makombora na droni kwenye miji ya Ukraine, mashambulizi yaliyokosolewa vikali na Ukraine na washirika wake wa magharibi. Rais Donald Trump alijitwika jukumu la kutafutia ufumbuzi mzozo wa Ukraine alighadhabishwa na hujuma hizo za Urusi na kwenda umbali wa kusema Rais Vladimir Putin wa Urusi amegeuka mwende wazimu kwa matendo anayoyafanya. DW tunavuma kwa kishindo. Ni matangazo ya dunia yetu leo mchana kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn, ikiwa ni saa 7.